Na mtazamaji, msiba mkubwa wa kifo umeikumba serikali ya Samia Suluhu Hassan na chama kizima cha CCM asubuhi ya leo baada ya kifo cha ghafla kumtokea kiongozi na kigogo huyo maarufu wa CCM aliyeshinda uchaguzi hivi majuzi tu, adaiwa kufariki kwa kunywa maji ya betri. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Asubuhi ya leo imekuwa asubuhi ngumu na yenye huzuni na masikitiko kwa Samia Suluhu pamoja na chama kizima cha CCM baada ya kumpoteza kiongozi ama kigogo mashuhuri wa chama hicho ambaye ameweza kuiaga dunia usiku wa jana. Katika wilaya ya Mbozi vijijini, hali ya sintofahamu imetanda jamii ndogo ya Shiwinga kufuatia kifo cha kushtukiza cha diwani wa kata hiyo chini ya Chama cha Mapinduzi CCM anayefahamika kwa jina la Lusekelo Mwalukomo. Kwa mujibu wa taarifa za awali za familia ya mwana CCM huyo aliyeaga, diwani huyo wa CCM alifariki dunia baada ya kudaiwa kunywa maji ya betri ya jua nyumbani kwake, tukio ambalo limewashangaza viongozi wa kisiasa wa CCM na wakazi wanaomfahamu kuwa ni mtu mahiri katika jamii. Mkasa huo unadaiwa kutokea usiku wa Novemba 26 mwaka 2025 wakati Mwalukomo akipatiwa matibabu katika hospitali ya Misheni ya Mbozi baada ya kunywa maji hayo yenye sumu ya betri. Babake mchungaji mstaafu Ambukege Mwasomola alithibitisha kwamba mtoto wake ambaye ni kigogo huyo wa CCM alitumia maji ya betri ya jua siku zilizopita na kwamba hali yake ilidhoofika hata baada ya kurejea nyumbani kwake kutoka hospitali ya awali. Kulingana naye, kimiminika hicho kilikuwa kimehifadhiwa ndani ya kaya yao na diwani huyo alikiri kuichukua kwa muda na kisha kunywa maji hayo ambayo yalipelekea kifo chake. Sasa mchungaji mstaafu Mwasomola alieleza kuwa muda mfupi kabla ya kukimbizwa hospitalini, marehemu alimweleza mkewe kuwa anajisikia vibaya mno na alihitaji msaada wa haraka. Ufichuzi huo ulifanya familia ya kigogo huyo wa CCM kutetereka sana na kuingia wasiwasi, na licha juhudi za kumtuliza hali yake iliendelea kuwa mbaya zaidi hadi alipoaga dunia. Mchungaji huyo ambaye ni baba yake kigogo huyo wa CCM alibainisha kuwa ingawa familia inaamini kwamba maji ya betri yalichangia pakubwa kifo chake, sababu kamili ya matibabu bado haijaweza kuthibitishwa ni nini haswa kiliweza kuchukua maisha yake. Taarifa za familia zinaonyesha kuwa Mwalukomo, kigogo huyo wa CCM, amekuwa akikabiliwa na changamoto za kiafya ambazo hazijaelezeka siku chache kabla ya tukio hilo. Jamaa wamemtaja kuwa anaonekana kuwa na msongo wa mawazo, mdhaifu wa kimwili na mwenye msongo wa mawazo zaidi. Maoni haya yamechochea uvumi ndani ya jamii. Hata hivyo, jamaa wanasisitiza kuwa wataki kukurupuka hadi matokeo rasmi ya madaktari yatakapoweza kutolewa. Mamlaka za Mbozi zimekiri utata wa kesi hiyo. Mkuu wa wilaya Hamad Mbega alithibitisha kifo cha diwani huyo na kueleza kuwa bado haijafahamika kwa nini alikula ama kunywa maji hayo ambayo yalikuwa hatari na kusababisha kifo chake. Alibainisha kuwa baadhi ya taarifa za awali zinaonyesha msongo wa mawazo unaweza kuwa chanzo chake, lakini alisisitiza kuwa serikali itasubiri matokeo ya uchunguzi wa kina kabla ya kutoa taarifa zozote ambazo hazina uhakika. Mkuu huyo wa wilaya aliongeza kuwa matokeo yanayohusisha unywaji wa vitu vyenye sumu mara nyingi yanahitaji taarifa za haraka kwa mamlaka ili kupunguza uwezekano wa kusababisha vifo. Katika kesi hiyo, alisema dirisha la kuingilia kati lilikuwa finyu na licha juhudi za matibabu, uharibifu wa mwili wa diwani unaweza kuwa mkubwa sana kurudisha nyuma na hivyo ilisababisha kifo chake. Aliwataka wananchi kuwa waangalifu na kuomba msaada wa haraka katika dharura zinazofanana kama hizo. Kamanda wa polisi mkoa wa Songwe Agostino Senga naye alizungumzia swala hilo na kuthibitisha kuwa upelelezi unaendelea. Alisema wapelelezi wanakusanya taarifa kutoka kwa wanafamilia, wataalamu wa matibabu na mashahidi wa eneo hilo ili kuunda upya mlolongo wa matukio yaliyosababisha kifo cha diwani huyo wa CCM. Kamanda Senga alisisitiza kuwa polisi ama jeshi la polisi la Tanzania wanakusudia kubaini ukweli kwa usahihi na uwazi kuhusu kifo hicho cha kutatanisha. Kwa mujibu wa Kamanda Senga, kesi zinazohusu unywaji wa vimiminika ama sumu vya viwandani au kemikali mara nyingi zenye sumu huibua maswali mengi yanayohitaji uchunguzi wa kina wa kitaalamu. Sampuli kutoka kwa kaya
haya zinatarajiwa kuchanganuliwa na kuchunguzwa, na taarifa kutoka kwa wafanyikazi wa matibabu na madaktari zitachukua jukumu muhimu katika kuamua sababu ya kifo rasmi. Aliwahakikishia wananchi kuwa hakuna kipengele chochote cha uchunguzi kitakachoweza kupuuzwa. Kamanda wa polisi pia alibainisha kuwa ushirikiano wa jamii ni muhimu na kuwataka wakazi kujitokeza ikiwa wana habari zozote zinazohusiana na kesi ya kifo cha diwani huyo ama mwanachama huyo wa CCM. Maafisa wameendelea kuwepo Mlowo na maeneo jirani kama sehemu ya uchunguzi wao, wakifuatilia kwa makini miongozo yote inayoweza kutoa mwanga kuhusu saa za mwisho za diwani huyo wa CCM. Uchunguzi huo unalenga kuziba mianya yoyote na kutoa kufungwa kwa familia inayoomboleza na kuwapatia ukweli. Katika nyumba ya familia hiyo hisia zimebaki mbichi. Mchungaji mstaafu ambaye ni baba yake alieleza pindi walipopata habari kuhusu mwana wao kunywa betri hiyo yenye sumu kama moja ya mshtuko na kutoamini, na waliweza kuingiwa na wasiwasi na huzuni kubwa. Alisema familia ilijaribu kutoa taarifa mara moja, lakini ikakiri kuwa dharura ya hali hiyo ilizua sintofahamu, huku wakihangaika kutafuta msaada kwa diwani huyo wa CCM apate matibabu haraka. Ripoti hiyo hatimaye iliwasilishwa katika kituo cha polisi cha Mlowo, ambapo askari sasa wanaratibu hatua zinazofuata. Majirani na wanajamii wamekuwa wakikusanyika kutoa msaada kwa familia ya mwana CCM huyo ambayo amefariki na inayoomboleza. Wengi wanamwelezea marehemu kiongozi huyo ama diwani huyo wa CCM kama mtumishi wa umma aliyejitolea ambaye alikuwa na jukumu kubwa katika juhudi za maendeleo ya mtaa. Kifo chake cha ghafla, hasa chini ya hali hiyo ya kutatanisha, kimeiacha jamii ya eneo hilo ikikabiliwa na maswali yasiyo na majibu na mfadhaiko wa kihisia baada ya kiongozi wao kufariki. Viongozi wa kisiasa wa eneo hilo wametoa rambirambi, huku wengine wakitaka uchunguzi wa kina ufanyike ili kufafanua iwapo unywaji huo ulikuwa wa bahati mbaya, kimakusudi au ulihusishwa na shinikizo zozote za nje. Kwa kuzingatia jukumu la diwani hadharani, wengine wanahoji kuwa kukataa mchezo mchafu ni muhimu ili kuzuia uvumi na kudumisha imani ya umma. Watetezi wa afya ya akili pia wametilia maanani kesi hiyo, wakibainisha kuwa matukio yanayohusiana na msongo wa mawazo yanazidi kuwa ya kawaida miongoni mwa maafisa wa umma katika mazingira yenye shinikizo kubwa. Wanasema kuwa mifumo zaidi ya usaidizi inahitajika ili kuwasaidia viongozi wanaokabiliana na mizigo ya kibinafsi na kitaaluma, hasa katika mazingira ya vijijini ambako rasilimali hizo ni chache. Katika hospitali ya Misheni ya Mbozi, madaktari wanaendelea kuwa waangalifu katika kujadili maelezo, lakini wamethibitisha kuwa diwani huyo alilazwa katika hali mbaya. Mtazamaji, nikikuonyesha chanzo cha ripoti hiyo ni Azam TV Tanzania. Kama unavyotazama kwenye skrini yako, pia waliandika hivi: diwani wa Chama cha Mapinduzi CCM kata ya Shiwinga wilaya ya Mbozi Lusekelo Mwalukomo amefariki dunia baada ya kudaiwa kunywa maji ya betri ya sola akiwa nyumbani kwake. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka kwa ndugu zake na kuthibitishwa na baba yake, mchungaji mstaafu Mwasomola, tukio hilo limetokea Novemba 26 usiku mwaka 2025 wakati akiendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya Mbozi Mission. Mtazamaji, hicho ndicho chanzo cha ripoti hii ambayo ni Azam TV Tanzania kupitia mtandao wao wa kijamii wa Instagram. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika ripoti ama habari hizi. Chukua sekunde yako moja kunijuza maoni yako upande wa comment section, na tukimalizia letu kama Simulizi Media ni kutuma pole na rambirambi zetu kwa familia ya mwenda zake na chama kizima cha CCM. Gusa kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika taarifa ama habari zetu mpya.